Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea. Ikumbuke kwamba ligi kuu ya soka Tanzania bara imeweza kurejea katika ile michezo mitano ambayo imesalia katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, michezo ya kukata na shoka, michezo ya kujua hatima ya nani anachukua ubingwa, nani anashuka ligi kuu Tanzania bara. Sasa mimi nimekusogezea leo hii kikosi cha wananchi Young Africans ambacho kipo pale mkoani Kigoma kwa ajili ya kwenda kuzisaka alama tatu muhimu mbele ya Mashujaa FC, miongoni mwa timu ngumu kwelikweli ambazo zinatajwa zinapokuwa katika uwanja wake wa nyumbani. Kumbuka kwamba Young Africans anazihitaji kwa hudi na uvumba hizi alama tatu ili kuhakikisha kwamba wanasalia kwenye kilele cha msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa bila kupoteza wakati, mimi nimekusogezea kikosi ambacho kimeandaliwa leo hii na kocha Mwalini, kikosi ambacho kimesheheni majembe yote na ikumbuka kwamba wako fiti wakiweza kusubiri tu kwa hamu mchezo huo ili kuweza kuzinyakua hizo pointi tatu. Sasa bila kupoteza huo wakati, nikutajie majina ya wachezaji ambao wameweza kuorozeshwa na mwalimu ambao watakaoanza katika kikosi hicho. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine habari linazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club pamoja na yale ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans inaingia dimbani leo hii kuzisaka alama tatu mbele ya Mashujaa FC, ambapo kikosi kimeweza kuwekwa bayana mapema kabisa na kocha Mwalini akiweza kusimama kama kocha mkuu kwenye michezo hii iliyosalia, ambapo golini anaendelea kusimama Djigui Diarra, screen protector, akiendeleza umahiri wake, akiendeleza kuzikusanya clean sheet katika mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Kazi kubwa ambayo inaendelea kwa sasa ni kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa umakini na kuweza kuzilinda zile alama ambazo wako nazo kwa sasa katika michezo ya ligi kuu ya soka Tanzania bara ambayo imesalia. Kwa hiyo Diarra, kazi kubwa leo hii ni kuhakikisha kwamba nyavu zake hazitikiswi kwa namna yoyote ile, huku akiweza kuhamasisha waondoke na ushindi ili utakaowawezesha kukaa katika msimamo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara wakiwa wamejidhatiti kabisa. Ila kwa upande wa beki namba 2 anasimama si mwingine bali ni Atola Yao Kwasi Jeshi. Unafahamu shughuli yake, ameendelea kuwa ni moja kati ya mabeki ambao wameuasha mwingi kweli kweli kwa kipindi hiki ambacho inaonekana amerejea katika ule ubora wake, na mwalimu ameona kabisa ni lazima kuweza kumwanzisha kutokana na performance nzuri ambayo yuko nayo kwa sasa. Atola Yao Kwasi kazi yake ni moja, ni kupandisha mashambulizi na kuweza kurudi kukaa katika nafasi yake ile ambayo amezoea kukaa, namna ya kukaba na namna ya kupandisha mashambulizi. Huku beki namba 3 anasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni Issa Shadrack Boka. Unafahamu shughuli yake, ameendelea kuwa bora kabisa. Mwalimu ameendelea kuweza kumwamini na kuweza kumpatia nafasi. Ukiweza kushuhudia kazi kubwa ambayo anaendelea kuweza kuipiga Issa Shadrack Boka. Kazi yake ni moja, kupandisha mashambulizi, na kajaliwa
ile kasi na mwendo. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia ubora mkubwa ambao atakuwa nao Atola. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni Boka katika upande wa kushoto kama beki namba 3, huku akitengeneza nafasi za magoli kama kazi ambayo mwalimu ameweza kumpatia aitimize hivyo. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia leo hii ubora mkubwa. Huku beki namba 4 anasimama si mwingine bali ni Frank Yasinki. Unafahamu shughuli yake, ameendelea kuweza kuwa na ubora mkubwa katika michezo hivi karibuni na kuonyesha kwamba yeye si mchezaji wa daraja dogo. Si kwamba ni mchezaji ambaye anastahili kukaa benchi tu wakati wote, bali ameendelea kuweza kujihakikishia kwamba anahitaji namba kwenye kikosi cha wananchi Young Africans. Huku beki namba 5 anasimama si mwingine bali ni Ibrahim Hamadi Baka. Unafahamu shughuli yake, ameendelea kuweza kuwa ni moja kati ya wachezaji makini kweli kweli kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, namna ambavyo ameendelea kuweza kuwa na uthubutu katika kujilinda, kuhakikisha kwamba anatuliza pressure ya walinzi wenzie katika eneo la kiulinzi. Ana nguvu, maarifa ambavyo vinamfanya kuendelea kuwa mlinzi bora kweli kweli. Huku unakuja katika eneo la namba 6. Namba 6 utakutana na Duke Abuya. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya wachezaji ambao wanacheza katika maeneo tofauti, wana sifa ya kuwa kiraka kutokana na uwezo wa kuhudumia maeneo mbalimbali. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo inayoendelea kwa sasa kufanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Kwa hiyo utaona namna gani ambavyo leo hii show itapigwa katika eneo hilo la katikati katika dimba ambalo anasimama Duke Abuya. Huku namba 7 anasimama si mwingine bali ni Starboy Alan Okello. Nafahamu shughuli yake, miongoni mwa wachezaji ambao wana uwezo mzuri wa kutengeneza nafasi, wana uwezo wa kutengeneza nafasi za magoli. Kwa hiyo mwalimu ana machaguo ya kuweza kuamua leo amalize mechi kwa namna gani. Huku katika upande wa namba 8 anasimama si mwingine bali ni Mudathiri Yahya. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya wachezaji ambao huwezi kuona uhatari wake wakiwa nje ukizisimulia hadithi zake, lakini wanapoingia uwanjani ni wachezaji ambao muda wowote kushangaza huwa ni jambo rahisi kabisa kutokana na ubora ambao wanakuwa nao katika mchezo. Kwa hiyo Mudathiri Yahya atakuwepo katika mchezo huo. Huku unakutana na namba 9. Namba 9 anasimama si mwingine bali ni Prince Mpumelelo Dube, akiendeleza kuziweka roho za wananchi Young Africans juu kutokana na kupata nafasi nyingi na kushindwa kuzitumia ipasavyo. Sasa kazi ni kwake leo hii. Je, ataamua kuzisuuza nyoyo za mashabiki wa klabu ya soka Young Africans ama ataendelea na kile ambacho amekuwa akiendelea kuweza kukifanya, kukosa magoli ya wazi, kukosa nafasi ambazo amekuwa akipewa na kushindwa kuzitumia? Tutakwenda kujua baada ya dakika 90. Huku namba 10 anasimama si mwingine bali ni Maxi pia Nzingeli. Unafahamu shughuli yake, mwalimu anaona kitu cha tofauti katika nafasi hiyo. Kwa hiyo tutakwenda kushuhudia mabadiliko haya. Huku namba 11 anasimama Profesa Aboli, si mwingine bali ni Paco Mzuzwa, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Bwana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa.